Akaja Mheshimiwa Riziki Said Lulida. Mheshimiwa Robert Chacha Mabuto ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru sana kwa kunichagua kuchangia katika hii hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote tukiwa hapa tukiwa na afya njema. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais na mawaziri wote ambao Mwenyezi Mungu amewapa nafasi hii ya kuweza kukaa na kusimamia mambo mbalimbali ya kiutendaji na kiuchumi. Mwenyezi Mungu nazidi kumtanguliza na kuitanguliza nchi yangu ambayo iko katika amani na utulivu. Mheshimiwa Rais amesimamia amani na utulivu. Bila amani na utulivu hakuna biashara, hakuna kilimo, hakuna uchimbaji wa madini. Unaweza kuwa na rasilimali, lakini nchi yako kama haina amani na utulivu na utu ndani yake, hakuna kazi. Katika kipindi alichopewa, Mheshimiwa Rais ameweza kusimamia vitu hivyo vyote. Mwenyezi Mungu amlinde na amwezeshe na kumuongezea, ili anakokwenda Mwenyezi Mungu azidi kumuongezea afya njema. Hii sio amri yake, ni kadari ya Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kumpa utu na kazi inaendelea. Nitazungumzia, mimi natoka katika kamati ya ustawi wa jamii, kazi, maendeleo ya jamii. Ninatazungumzia swala la watu wenye ulemavu. Kutokana na statistic ya mwaka 2023 tuna walemavu milioni 10.7. Hili ni kundi kubwa sana. Na hili kundi linakwenda katika mambo mengi, iwe maendeleo ya kilimo, uchumi, mpaka siasa. Wao wanatakiwa wawemo katika maeneo hayo. Nitazungumzia hela ambazo zilitengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nimesikia mwenzangu ikupa pale. Hizi pesa wamewepewa hizi walemavu ziwasaidie katika vyama vya walemavu, kuwasaidia kununua vifaa tiba na vifaa saidizi. Hazikuletwa zile hela kwa ajili ya economic recovery. Hapana, 442 zile msichanganye na hizi pesa. Kwa nini? Hamjajua maumivu na machungu wanayopitia watu wenye ulemavu. Leo nenda Ocean Road, walemavu wana kansa za ngozi. Mafuta yanayonunuliwa haya ndio yanakwenda kusaidia haya kundi maalum. Leo unapoitoa ile hela unaipeleka sehemu nyingine, wale watasaidiwa na nani? Je, waendelee kuteseka na ngozi wakati hela zilikuwepo? Tunazungumza leo huu mwezi wa 4. Hela imetengwa toka mwezi wa 7 mpaka leo hajatoka hata senti 5. Naamini sana waziri yuko vizuri, katibu mkuu yuko vizuri, asimame na watendaji wake. Tunazihitaji hizi bilioni zirudi zikanunue dawa, tuokoe maisha ya watu wenye ulemavu ambao wanayahitaji haya mafuta na baadhi ya vifaa saidizi. Nimshukuru sana. Mimi mwenyewe naniona nahangaika kutafuta kila mahali, kugawa wheelchair kila mahali. Hii ni kwa nini? Hawa watu wanahitaji kuokolewa. Chukueni mfano, kina mama anabeba mtoto mwenye matatizo, mtoto yule anambeba mpaka mtoto wa miaka 20 kwa mgongoni, lakini ukimpa wheelchair umemwokoa mwanamke. Umeokoa mazingira magumu anayepambana nayo mwanamke, anatafuta chakula, anatafuta biashara, lakini hawezi, ana mtoto mlemavu mgongoni. Ninawaomba kwa uchungu nilikuwa nao, tuwe wote humo ndani tuangalie huu uchungu, hizi pesa zirudi. Na sio zirudi atuambie hapa baada hii katika hotuba hii ya Waziri Mkuu, lini watazirudisha hizi hela zikafanye kazi? Ni tayari hela zilishatengwa. Hela za vijana zilitengwa, hela za vijana bilioni 1.9 kwa ajili ya mafunzo yao na maendeleo yao. Mpaka leo tunazungumza hata senti 5. Mimi nazungumza kama makamu mwenyekiti wa kamati, hazijaingia. Leo kijana anahitaji kujitegemea, watu wanamaliza vyuoni hawana ajira. Hela hizi ndio wanaweza kusaidiana kwa mafunzo. Tumetembelea Arusha, Tengeru, vijana ni graduate wanalima mboga. Lakini je, kama hawana pesa yao ya ruzuku tunafanya nini? Tusitumie nguvu na mabavu kuwanyang'anya hao vijana hela zao. Tunaomba hizi pesa ziende kwa vijana. Nishukuru sana bunge lako tukufu likiongozwa na spika, ameifanya bunge limekuwa la utulivu sana, na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuko hapa, utulivu huu na amani hii inateremka mpaka chini. Na ina imani yangu kuwa katika uchaguzi tunayokwenda nao
Na tulivyofikia hapa, Mungu atatufikisha katika utulivu na amani, hakuna kumwaga damu. Dunia yote inaiangalia Tanzania kwa mifumo na mazingira mazuri tuliyoiweka kwa ajili ya kwa ajili ya utulivu, na Mwenyezi Mungu atasimama na sisi. Nitoe shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais, Waziri wa Kilimo. Kwa mara ya kwanza mazao ya kilimo hasa korosho, ufuta, mbaazi zimeruka kwa bei ambayo wananchi sasa hivi kila unayemuuliza sasa hivi yuko mashambani wanalima. Korosho ya kwanza grade 1 imeuzwa kwa shilingi 1400 kutoka 1200. Namba 2 imeuzwa kwa shilingi 3800, namba 3 3500. Haya ni mabadiliko makubwa. Ufuta umeuzwa mpaka shilingi 4000. Mbaazi ambayo ilikuwa inauza shilingi 100 sasa hivi mbaazi inakwenda mpaka shilingi 2500. Hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninachoomba ni ashukuru mashirika mbalimbali ambayo yameonyesha upendo wa kufanya value addition kwa vijana. Mamlaka ya korosho wanagawa au wanasaidia vijana kwa ajili ya mashine za kubangua korosho kwa vijana. Hii maana yake itawakwamua vijana kujiajiri wenyewe badala ya kutegea kwa omba mtaani. Hii ni value addition ambayo tunaitaka. Unaposikia hao wa China au Wahindi watu wa India waliendelea, waliwasimamia vijana kwa biashara ndogo ndogo. Leo ukimpa kifaa cha kubangua korosho atabangua, atafanya packaging, mafunzo atakwenda na yeye mwenyewe ataweza kujikwamua kiuchumi. Vile vile zimetolewa mashine kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Leo mlemavu asiyeona lakini ana mke na watoto, ukimpa mke wake ataweza kubangua korosho, yule mke wake na watoto wake wataweza kujikwamua kiuchumi na kuweza kujiendeleza katika uchumi. Katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais wameweza kugawa maeneo Mbogwe, Kahama. Leo walemavu viziwi wanachimba dhahabu Kahama, kitu ambacho ni mafanikio makubwa ambayo hatukutegemea mtu ambaye mlemavu akaweza kuchimba dhahabu. Mwenyezi Mungu awajalie, na tumshukuru vile vile mkurugenzi mkuu wa STAMICO ametoa mitambo mikubwa ya kwenda kuchimba dhahabu kule Mbogwe. Kilimo. Hapa ninapozungumza kuna vikundi vya vijana wenye ulemavu wa ngozi wamepewa mashamba Homboro na hapa Bihawana, na tayari wanalima alizeti. Nasema hakuna kuacha nyuma katika maendeleo. Katika maendeleo ukisema na kwenda na hao kaacha walemavu, ina maana hujawatendea haki. Lakini vile vile katika siasa tuna 3% ya watu wenye ulemavu ambao wanatakiwa waingie ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Apitie kokote, lakini anayo haki ya kimsingi. Lakini mpaka sasa hivi tuna wabunge ambao wameingia katika walemavu ni 3. Tunahitaji nafasi 9 extra ziingie hapa kwa ajili ya kundi maalum. Hii ni sheria ya Umoja wa Mataifa, na kama nchi iliridhia watu wenye ulemavu wana haki ya kuingia katika bunge hili kwa asilimia yao, na imani kuwa serikali tukufu na sikivu italisimamia hili, itaendelea nayo. Mifuko. Waheshimiwa wabunge, tumetembelea mifuko yetu wa NSSF, PSSF, OSHA, WCF na CMA. Mimi cha kusema sina. Tulikwenda kwanza NSSF, ilikuwa inakufa na ilishakufa. Leo NSSF katika mradi mmoja ule tu kwanza ule wa Kigamboni umeweza kupunguza matatizo mengi na kufanya ule mfuko uweze kujiendesha. Niliomba